Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini pia napenda sana kukukaribisha kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Siku ya leo, mtu wa Mungu, utaona uwepo wa Mungu ukifunika maisha yako. Siku ya leo, mtu wa Mungu, utaona nguvu za Mungu zikifunika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pia nikukumbushe, tupo kwenye mwezi wetu mzuri sana, ni mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, Mungu atakukumbuka. Mungu atakumbuka maisha yako. Mungu atakumbuka mambo yote yaliyo mikononi mwako. Mungu atakumbuka mji wako, mtu wa Mungu. Mungu atakumbuka kazi, atakumbuka biashara na yote ambayo yanakutaabisha kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla sijaendelea mbele kwa habari ya maombi ya siku ya leo, ninaomba tuombe. Baba mwema, Mungu mwaminifu, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya saa nzuri tena ya maombi ambayo Mungu umetupa usiku wa leo. Bwana Yesu, ninanyanyua watu wote ambao wanakusikiliza sasa hivi mbele za uso wako, mbele za madhabahu yako. Ninaomba utufunike kwa uwepo wako. Ninaomba utufunike kwa nguvu zako. Ukaseme nasi usiku wa leo tena, Bwana Yesu. Sema kwa habari ya maisha yetu. Sema kwa habari ya mambo yetu. Sema kwa habari ya mahitaji yetu. Sema kwa habari ya namna tunavyotamani kukuona, kukujua na kukusikia kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Zaidi ya yote, usiku wa leo Mungu ukatufungue, ukatuponye, ukatutoe kwenye maangamizi na vifungo vya nguvu zote za giza kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Na kama unaandika, basi andika kichwa cha somo cha usiku wa leo. Kinasema hivi: Mungu akukumbuke na aondoe huzuni yako. Bwana Yesu asifiwe. Andika kichwa cha somo ambacho kinasema Mungu akukumbuke na aondoe huzuni yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, tupo kwenye mwezi wa kukumbukwa na Mungu. Na ndani ya mwezi huu tunatembelea mistari mikuu miwili, mtu wa Mungu. Mstari wa kwanza unatoka Mwanzo 8:1. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu linasema hivi: na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ili andiko, mtu wa Mungu, unamuona Mungu anamkumbuka Nuhu. Akumkumbuka Nuhu peke yake, alimkumbuka Nuhu pamoja na vitu vyote alivyokuwa navyo kwenye safina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapomkumbuka mtu, anapomkumbuka mwanadamu, kuna kitu Mungu huwa anafanya. Tunajifunza kwa Nuhu. Alipomkumbuka Nuhu, alivumisha upepo. Ule upepo lengo lake ilikuwa ni kupunguza maji yaliyokuwa yamemzingira Nuhu na mambo yote aliyokuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona maji yanapungua. Kwa hiyo Nuhu anatoka kwenye changamoto kwa sababu Mungu anamkumbuka. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, Mungu anaenda kutukumbuka watu wote tunaomsikiliza na tunaomuomba na tunaomtafuta. Na kwa sababu Mungu anaenda kutukumbuka, Mungu atavumisha upepo kwenye nyumba zetu, maji yaliyokufika juu, maji yanayokugarikisha, mtu wa Mungu, yatapunguzwa na huo upepo, na wewe utakuwa salama kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa pili
ambao tunasimama nao unatoka kwenye Isaya 49 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma andiko hili, mtu wa Mungu, lengo kuu ni kukuonyesha kwamba Mungu hawezi kukusahau. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, Mungu atakukumbuka sana ndani ya mwezi huu. Mungu atabadilisha sana maisha yako kwa sababu hawezi kukusahau wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba turudi kwenye somo letu la siku ya leo. Nimekwambia leo, mtu wa Mungu, tunaenda kuzungumza kwa habari ya Mungu akukumbuke na aondoe huzuni yako. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye huzuni ndani ya moyo wake, usiku wa leo Mungu anaenda kuiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kinachokusumbua, chochote kilichogeuka mwiba kwenye maisha yako, kilichosababisha uchungu, kilicholeta huzuni ndani ya moyo wako, kilicholeta huzuni kwenye nyumba yako, kilicholeta huzuni kwenye mji ulionao, kilicholeta huzuni kwenye maisha yako, Mungu akukumbuke na akiondoe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninaomba tusome andiko lifuatalo, Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 10. Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 10. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Amen. Ukisoma hili andiko, neno la Mungu linasema hivi: naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mamaye akamuita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko unaona jina la Yabesi maana yake ilikuwa ni huzuni, na mama yake alimpa hili jina, anasema kabisa, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona huzuni ya Yabesi ilikuwepo tangu kuzaliwa kwake, na hii huzuni unaiona ilipita kwa mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia haijaelezea ni kwa sababu gani mama yake alisema yeye ni Yabesi, na ni kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Haijaelezea changamoto za huyu mama alizopitia mpaka akachukua huzuni yake akampa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unaona huzuni inahama kwa mama inaenda kwa mtoto. Kwa hiyo unaona aliyeipitisha huzuni kwenye maisha ya Yabesi alikuwa ni mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linasema Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Maana yake Yabesi alikuwa, Bwana Yesu asifiwe, Amen, akawa mtu mzima, akawa na mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unaiona huzuni bado ipo pamoja naye. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenisikiliza, inawezekana una huzuni ndani ya moyo wako, na mwingine una huzuni tangu kuzaliwa kwako, na mwingine una huzuni ambayo umeiona upande wa mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huzuni hiyo imekula moyo, imekaa kwenye moyo wako muda mrefu, umekuwa nayo.
mtu wa Mungu. Usiku wa leo Mungu anataka kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo Mungu anataka kukukumbuka kwa habari ya huzuni yako yote ulionayo. Iwe ni kwa habari ya familia, labda ni magumu kwenye familia, labda ni magonjwa ulioyaona kwenye familia, labda ni changamoto ulizoziona kwenye familia zikasababisha huzuni ndani ya moyo wako. Japo umekuwa mtu mzima, japo umeolewa, japo unafanya kazi, japo umesoma, lakini moyoni mwako kuna huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na usiku wa leo Mungu anadili na huzuni zote, ziwe tangu kuzaliwa kwako, ziwe ulikutana nazo kwenye shule, ulikutana nazo kwenye kazi, ulikutana nazo kwenye biashara, popote ulipokutana nazo Mungu anataka kukusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 10. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli, na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Hapo dada Krista, unamwona Yabesi amezaliwa na huzuni. Unamwona Yabesi anayo huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia haituelezei huzuni alikutana nazo wapi, lakini Biblia inatuelezea moyo wake una huzuni. Lakini japo alikuwa na huzuni, anamlingana Mungu wake, anakazana na maombi, na anataka kuona Mungu anamsaidia. Na Yabesi kuna vitu anamuomba Mungu amsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamwambia Mungu, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia ozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo Yabesi anamuomba Mungu. Anasema kama Mungu utanibarikia, manake huzuni yangu itaondoka. Kama Mungu utanisaidia, manake huzuni nilionayo itaondoka. Kama Mungu mkono wako utakuwa pamoja nami, manake huzuni yangu itaondoka. Mtu wa Mungu, ndio watu wengi tuna huzuni leo kwa sababu ya mambo hayako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwingine unasema, Mungu ungenibarikia kwenye kazi, moyo wangu ungekuwa na changamko. Mwingine unasema, Mungu ungenibarikia kwenye ndoa, huzuni yangu ingeondoka. Mwingine unasema, Mungu ungenisaidia, ningekuwa na amani na mume wangu, huzuni kwenye moyo wangu ungeondoka. Yabesi anamwambia Mungu, kama ungenitanulia hozi yangu, maana yake ungetanua mipaka yangu, maana yake ungeniongeza, maana yake ungenisaidia, basi nisingekuwa na hili sikitiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi tuna huzuni pia kwa sababu hatuoni mafanikio, kwa sababu tunatia bidii hatuoni matokeo. Kila mtu anayesikiliza kipindi hiki, mtu wa Mungu, unatamani kuona Mungu akikutanulia hozi kwenye eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unatamani kuona Mungu akikusaidia. Unatamani kuona Mungu akikufanikisha. Kila mtu ana changamoto kutokana na mazingira alionayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa usiku wa leo Mungu anataka kutusaidia. Usiku wa leo Mungu anataka kutukumbuka, atusaidie. Amen. Na usiku wa leo Mungu anataka kuondoa huzuni zetu. Ukisoma hili andiko, neno la Mungu linasema hivi, Yabesi anasema hivi, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyomuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo na sisi tutaenda kumwomba Mungu kama Yabesi alivyomuomba. Na sisi tutaenda kumlingana Mungu kama Yabesi alivyomlingana Mungu wa Israeli. Na kama Mungu alimjibu Yabesi, manake kama Mungu alimjalia hayo aliyomuomba, manake Mungu aliondoa huzuni ya Yabesi. Kwa hiyo usiku wa leo na Mungu aondoe huzuni ulionayo, mtu wa Mungu. Amen. Mungu aondoe huzuni kwenye maisha yako. Mungu aondoe huzuni kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninaomba tuendelee mbele kidogo.
Dada Krista, nisomee Mathayo 26 mstari wa 37 hadi 38. Mathayo 26 mstari wa 37 hadi wa 38. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye hili andiko, huyu ni Yesu, mtu wa Mungu. Na Yesu anawaelezea hawa watu aliowachukua wenzie. Neno la Mungu linasema hivi, akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona Yesu alikuwa na huzuni yeye mwenyewe, na akamchukua Petro, wana wa Zebedayo ni Yohana na Yakobo, mtu wa Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linasema akahuzunika na kusononeka. Kuna changamoto ambayo Yesu alikuwa anapitia ndani ya moyo wake, changamoto ambayo ilikuwa inamfanya anahuzunika na kusononeka. Kusononeka maana yake alijawa lawama, alijawa sikitiko, maneno yasiyo na furaha yalikuwa yanamzunguka kwenye moyo wake, kwa sababu kuna jambo lilikuwa gumu, kuna jambo lilikuwa linamshinda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 38 unasema hivi, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, huzuni inaleta mauti. Huzuni inakufanya utamani kufa, mtu wa Mungu. Huzuni inakufanya utamani kuchanganyikiwa, mtu wa Mungu. Huzuni inaweza ikakufanya uache, ususe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio neno la Mungu linasema hivyo. Yesu anasema nina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kwa hiyo huzuni ya Yesu inampelekea kutamani mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huzuni ya Yesu inampelekea kutamani kifo. Bora nife ili moyo wangu utulie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi, mtu wa Mungu, tunapitia kwenye hii changamoto. Mtu una huzuni kwenye mahusiano ulionayo. Mtu una huzuni kwenye kazi ulionayo. Mtu una huzuni kwenye maisha ulionayo. Unasononeka na kulalamika. Maneno yako yamejaa malalamiko na lawama mbele za Mungu. Mwingine unasema bora nife. Mwingine unasema bora niache. Mwingine unasema bora niondoke. Mwingine unasema bora nigongwe na gari nipotee. Vitu gani vinavyosababisha hiyo hali, mtu wa Mungu? Huzuni kwenye mioyo yetu. Huzuni imetusonga kwenye maisha yetu. Huzuni imetusonga kwenye fikra zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana usiku wa leo neno la Mungu linasema hivi, Mungu akukumbuke na aondoe huzuni yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linatuambia, Yesu anawaambia hawa watu, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kwa hiyo Yesu alipoona ana huzuni, Yesu alipoona anasononeka na kufadhaika, anawachukua watu alikuwa anawaamini, anaenda nao kuomba, na anawaambia, moyo wangu una huzuni kiasi cha kufa. Kwa hiyo sioni mlango mwingine, naomba tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo usiku wa leo, wewe mtu mwenye huzuni, tunaingia kwenye maombi. Usiku wa leo, wewe mwenye fadhaiko na lawama, wewe mwenye manunguniko na dhiki kuu, tunaingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja tuendelee mbele, mtu wa Mungu. Ninaomba nisomee Luka 22 mstari wa 44. Luka 22 mstari wa 44. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linamuelezea Yesu ile huzuni iliyokuwa inampelekea kiasi cha kufa, kutamani kufa, kutamani kuumia, kutamani kusononeka. Hapa inaelezea, anasema naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki. Maanake Yesu alikuwa kwenye tabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikuwa kwenye changamoto, ilimletea dhiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema akazidi kuomba. Anasema hali yake ikawa kama matone ya damu yaliyodondoka chini. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, dhiki ulionayo imeingiza huzuni. Huzuni ulionayo imekuletea dhiki.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una dhiki kwa habari ya kazi, una huzuni kwa habari ya maisha, una huzuni kwa habari ya mambo mengi. Neno la Mungu linasema Yesu akaingia katika kuomba, lakini wakati anaomba hali yake ilikuwa mbaya, hali yake ilikuwa sio nzuri. Anasema hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Manake moyo wake ulikuwa na maumivu, mtu wa Mungu. Moyo wake ulikuwa na maumivu mengi, mtu wa Mungu. Alijawa na machozi na jasho kama ambavyo wewe umejawa. Umelia mno, unaomboleza usiku kitandani pako. Tabu na dhiki zimekujaa kwenye moyo wako. Unalalamika, Mungu kwa nini? Mungu nifanye nini hali yangu ya maisha ibadilike? Mungu nizungumze na nani anisaidie? Mungu nimwambie nani anielewe? Mwingine unaumia, unapiga moyo kwa nguvu, mtu wa Mungu. Kwa sababu gani? Huzuni imekuwa kubwa. Huzuni imefunga njia yako. Huzuni inakufanya unatamani kufa, mtu wa Mungu. Wengine wana changamoto, wana huzuni kwa sababu ya addiction zinazoendelea kwenye maisha yao. Wengine wana huzuni kwa sababu ya uchumi mbaya kwenye maisha yao. Wengine wana huzuni kwa sababu ndoa zao ni mbaya, mtu wa Mungu. Wengine wana huzuni kwa sababu hawaoni mbele, mtu wa Mungu. Maisha yao yamejawa giza, wanatoka na majasho, yanashindwa tu kubadilika kuwa damu kama ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hali za maisha yetu ni ngumu. Kwa sababu gani? Changamoto, mtu wa Mungu. Lakini usiku wa leo ninalo neno jema mbele zako. Usiku wa leo nataka kukwambia Mungu amekukumbuka, mtu wa Mungu. Na Mungu akikukumbuka kuna jambo anafanya. Anasema nataka kuondoa huzuni zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista nisomee hiyo Luka 22 mstari wa 43. Luka 22 mstari wa 43. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutaenda kuomba mbele za Mungu na malaika kutoka mbinguni atatutokea. Amen. Atakutia nguvu kwa habari ya huzuni ulionayo. Amen. Atakusaidia kwa habari ya jambo gumu ulilonalo. Amen. Atafuta machozi yako. Amen. Ataponya moyo wako. Amen. Atakushika mkono, atakuongoza kwenye njia yako. Amen. Hiyo mauti uliokuwa unaitamani au utaitamani tena kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoja tusogee mbele kidogo nikuonyeshe kwa habari ya mtu mwingine. Dada Krista nisomee Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 8. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 8. Hila mwenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka, hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana. Ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Neno la Mungu linatuelezea kwa habari ya Hana. Hana alikuwa hana uzao, mtu wa Mungu. Na neno la Mungu linasema hivi, Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Lakini huyu Hana alikuwa ameolewa na Elkana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa Hana alikuwa ni mke wa kwanza, Elkana alikuwa na mke wa pili ambaye alikuwa anaitwa Penina. Penina alikuwa na uzao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaona inapoanza ila mwenzake umchokoza sana. Penina alikuwa anamchokoza Hana kwa sababu Penina alikuwa na watoto, Hana alikuwa hana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaweza kuelewa, mtu wa Mungu, uchungu wa Hana ulikuwa ni wa kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamuona mwenzake ana uzao, yeye hana. Anamuona mwenzake anachanua, yeye achanui. Kwa hiyo mtu wa Mungu, watu wengi leo tuna huzuni kwa sababu tukiangalia maisha ya wenzetu yameendelea, ya kwetu yamesimama. Tena hapo huzuni ndio inaongezeka. Unaweza ukaanza kuwa na malalamiko, Mungu wewe unipendi mimi, mbona yule unampenda? Kwa hiyo unaona Hana ana huzuni.
moyo wake unaumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye mstari wa 8 anasema hivi, Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwa hiyo kwa nini analia? Ana huzuni. Kwa nini analia? Hana amani. Kwa nini analia? Hana tumaini. Anaona ombi lake Mungu amjibu, na mumewe anamwambia hivi, kwani uli chakula? Kwa hiyo huzuni aliyokuwepo nayo Hana alikuwa hali, mtu wa Mungu, sio wewe peke yake ambayo hauli, hata mwenzako Hana huku hali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huzuni zimekuwa kubwa, unakataa kula, chakula hakipiti, auoni furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mume wake anamwambia hivi, kwa nini moyo wako una huzuni? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tuna huzuni kwa sababu majibu yetu hayajajibiwa. Leo tuna huzuni kwa sababu hatuoni matokeo ambayo tulikuwa tunatamani kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tuna huzuni kwa sababu matarajio yetu yamezimika ghafla. Mbele ya uoni, mtu wa Mungu, unaona giza. Unaitoa wapi furaha? Unatoa wapi kicheko? Unatoa wapi amani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 10 na wa 11. Mstari wa 10 na wa 11. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri, akasema, E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Unamuona Hana, mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Watu wengi tuna uchungu kwenye roho zetu. Tuna uchungu kwa sababu tunayoyatarajia hayawi tunavyotaka. Mwingine una uchungu kwa sababu hauna mafanikio yoyote kwenye maisha yako. Mwingine una uchungu kwa sababu kila ukijiangalia ndivyo unavyojiona unavyoporomoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini neno la Mungu linasema Hana akaenda mbele za Mungu, akamwambia, akasema, akaweka nadhiri, akasema, E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaniangalia teso la mjakazi wako. Leo mtu wa Mungu, tutaomba sawa sawa na Hana. Tutamwambia Mungu, ikiwa utaliangalia teso langu, Mungu wangu, ikiwa wewe utanisaidia, mtu wa Mungu. Mungu akamkumbuka Hana kama alivyoomba, na leo Mungu atakukumbuka wewe, mtu wa Mungu. Hana anamuomba Mungu ampe mtoto mume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamuomba Mungu haja ya moyo wake, na Mungu anamjibu Hana sawa sawa na alivyomuomba. Mungu akamkumbuka. Mungu akampa Hana mtoto mume. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, tutabeba huzuni tulizo nazo, tutaziweka mbele ya madhabahu za Bwana, na tutamwambia Mungu andiko hili. Dada Krista, naomba nisomee tena. Akaweka nadhiri, akasema, E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume. Hapo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamwona Hana anamwelezea Mungu teso lake, teso ambalo lilikuwa linaleta uchungu kwenye moyo wake, teso ambalo lilikuwa linamfanya mwenzake anamcheka na kumdharau, teso ambalo lilikuwa linamfanya mpaka kabadilishwa jina, kaitwa tasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaenda nalo mbele za Mungu, anamuomba Mungu na anaeka nadhiri mbele za Mungu. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, Mungu ataondoa teso lako. Amen. Mungu atakukumbuka. Amen. Mungu ataondoa huzuni yako usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ukisoma mstari huu unapoendelea, neno la Mungu linasema hivi, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Kwa hiyo unamwona Hana anatafuta maneno ya kumwambia Mungu,
anatafuta ahadi za kumpa Mungu, anatafuta namna ambayo Mungu atamsaidia kuondoa huzuni kwenye moyo wake. Anamwambia Mungu, ondoa teso langu unikumbuke. Usiku wa leo tutabeba mateso yetu yote, tutabeba huzuni zetu zote, tutapeleka mbele za Mungu. Utamwambia Mungu, hii ndio aibu inayonisumbua. Mungu, hii ndio huzuni inayonisumbua. Mungu, hili ndilo sikitiko nililo nalo hadi natamani kufa. Nisaidie kijakazi wako, nisaidie mtoto wako, nisaidie na kuhitaji wewe peke yako. Mtu wa Mungu, Mungu atatukumbuka usiku wa leo. Amen. Mungu ataondoa huzuni tulizonazo kwenye mioyo yetu. Mungu ataondoa aibu ambazo zimetufunika kwenye maisha yetu. Amen. Ninaomba nisomee dada Krista Zaburi 34 mstari wa 18. Zaburi 34 mstari wa 18. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho uwaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama umevunjika moyo, usiogope. Bwana yupo karibu na wewe. Amen. Kama moyo wako umepondeka kwa sababu ya huzuni, kwa sababu ya kukata tamaa, kwa sababu ya kuchoka, kwa sababu ya kushindwa, Mungu anasema yupo pamoja na wewe. Tunachotakiwa usiku wa leo ni kumwelezea ukweli. Mwelezee hali unayojisikia, usilalamike, mwelezee. Usiku wa leo tutamwambia teso letu. Usiku wa leo tutamwambia aibu zetu. Amen. Usiku wa leo tutamwambia mashaka yetu. Mwambie mtu wa Mungu kama Ana alivyosema. Mwambie Mungu, hili ndio teso langu, natamani kufa, sina uzao, nisaidie. Mungu wangu nikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie Mungu, nimetafuta kazi muda mrefu sipati. Mwambie Mungu, ninaumwa huu ugonjwa miaka mingi siponi. Ugonjwa unanisumbua, unanikatisha tamaa, nikiuangalia naona mauti. Neno la Mungu linasema kwenye Zaburi ya 34:18, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, nao waliopondeka roho uwaokoa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Mungu atatuokoa usiku wa leo. Mungu atatuokoa na mambo yote tunayotamani atuokoe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoje tumalizie huu mstari tukaombe. Naomba nisomee Isaya 14 mstari wa 3. Isaya 14 mstari wa 3. Tena itakuwa katika siku ile ambayo Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako. Amen. Na baada ya tabu yako, na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, Mungu ataondoa huzuni yako. Amen. Mungu ataondoa tabu yako. Amen. Mungu atakupa raha kama alivyosema, kwa sababu tutamuomba, tutamwambia tukumbuke kama alivyomwambia Ana. Tutamwambia tukumbuke kama ambavyo Yesu alienda mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutamwambia tukumbuke kama Yabesi alivyofanya, mtu wa Mungu. Na neno la Mungu linasema tena itakuwa katika siku ile ambayo Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo huzuni yako inabadilika na kuwa raha. Amen. Huzuni yako inaondoka na kuwa tumaini jipya. Huzuni yako inaisha na kuwa furaha. Sikitiko la moyo wako linaponywa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nyanyua mikono yako, mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa sababu ya uzuri wako. Sina Mungu mwingine. Nina wewe peke yako. Sina baba mwingine. Nina wewe peke yako. Ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Umeniambia usiku wa leo unanikumbuka na kuondoa huzuni yangu. Unanikumbuka na kuondoa dhiki yangu. Nami Bwana Yesu, kwa jina lako, kwa jina la Yesu, nasogea mbele zako. Mimi Bwana Yesu, na familia yangu. Mimi Bwana Yesu, na nyumba yangu. Usiku wa leo ninaomba unikumbuke
ninaomba unikumbuke. Kumbuka maisha yangu, kumbuka changamoto zangu, na uondoe teso langu, na uondoe huzuni yangu mbele zako Bwana Yesu. Ninaomba unirehemu kwa sababu ya changamoto zote zilizosababisha nikaingia kwenye huzuni. Neno lako linasema Yabesi alizaliwa na huzuni. Huzuni ya Yabesi ilipita kwa mama yake. Nami usiku wa leo ninaomba toba na rehema kwa kile kilichosababisha huzuni ikazaliwa kwenye moyo wangu. Ninaomba toba na rehema kwa kilichosababisha huzuni ikawepo kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, ninaomba unirehemu. Bwana Yesu, ninaomba unirehemu na uondoe huzuni ndani ya moyo wangu. Ninaomba unirehemu na uniondolee huzuni iliyo ndani ya moyo wangu. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unirehemu kwa jambo lolote nililolisababisha mimi mwenyewe nikaingia kwenye hii huzuni. Nirehemu, unisaidie kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba rehema. Rakamanda kabade, ninakuja mbele rekomanda kabade, zakatara manda kababa. Omba rehema, omba rehema juu ya jambo lolote lililosababisha ukapata huzuni. Randa Baba, ninaomba rehema. Baba, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba rehema kwa hilo jambo lililolisababisha huzuni ikaja kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu, omba mtu wa Mungu, kwa hilo jambo lililosababisha huzuni ikazaliwa kwenye maisha yako. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba toba na rehema mbele zako, ukanirehemu kwa ajili ya jambo lililosababisha huzuni ikaja. Bwana Yesu, randa baba, omba mtu wa Mungu, omba toba na rehema, omba teba na rehema. Randa baba, rakamanda kabade, zakara baba. Baba, ninaomba unisamehe. Baba, ninaomba unisaidie kwa makosa yoyote niliyoyafanya nikapata huzuni. Zabashata randa zoroba baba, zaraba baba, zakaramanda kabade, rakamanda kabade, zaraba baba, zaraba baba. Ninaomba unirehemu kwa makosa yote. Ninaomba unirehemu kwa makosa yote niliyoyasababisha huzuni ikazaliwa. Ninaomba unisamehe. Randa baba, zaraba baba, unisaidie Baba, unirehemu Bwana Yesu, unirehemu Bwana Yesu, unirehemu Bwana Yesu, unisaidie Bwana Yesu, unisaidie Bwana Yesu, ondoa huzuni moyoni mwangu. Rada baba, zaraba baba, rakamanda kabade, zaraba baba. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unirehemu. Zaraba baba, rakamanda kabade, zaraba baba, uondoe kila uchungu, kila roho ya huzuni. Omba hiyo rehema mtu wa Mungu, 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 omba hiyo rehema mtu wa Mungu. Rakashata zaraba baba, zaraba baba, zaraba baba, rakamanda kabade, rekomanda kabade, zaraba baba. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba rehema kwa hilo jambo lilosababisha huzuni ikaja. Rakamanda kabade, naomba unirehemu, naomba unirehemu, naomba unirehemu, naomba unirehemu. Rakamanda kabade, zaraba baba, zaraba baba, zaraba baba,
Zarabababababa. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Zashatayo Zorakamanda kabade rekomanda kabade Zarababababa rekomanda kabade Zarababababa Shataramanda kabade. Naomba rehema, naomba rehema kwa habari ya maisha yangu, naomba rehema kwa habari ya watu wao. Zarabashatayo Zaramanda kabade rekomanda kabade Zarababababa 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 Zarababababa. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Zarabashata Zarababababa 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 rekomanda kabade rekomanda kabade karamanda kabade Zarababasakata ramanda kabade. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba rehema zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba unirehemu kwa damu ya Yesu na uniondolee huzuni iliyoingia kwenye maisha yangu tangu kuzaliwa kwangu. Ninaomba unirehemu kwa damu ya Yesu na uniondolee huzuni iliyoingia kwenye maisha yangu tangu kuzaliwa kwangu. Ninaomba damu ya Yesu futa kila huzuni iliyopita kwenye maisha yangu. Ninaomba unirehemu kwa kila mlango niliouacha wazi na ukasababisha huzuni ukaingia kwenye moyo wangu. Ninaomba unirehemu kwa damu ya Yesu kwa kila mlango niliouacha wazi ukasababisha huzuni za kipepo, huzuni za kijinga, huzuni za uzembe zikaingia kwenye maisha yangu. Kila huzuni za uzembe nilizoziruhusu zikaingia kwenye maisha yangu. Usiku wa leo ninaomba unirehemu, ninaomba unisaidie, ninaomba unirehemu kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba kila huzuni iliyopita kwenye maisha yako tangu kuzaliwa kwako. Baba, ninakuja mbele zako, ninaomba kila huzuni zilizopita kwenye maisha yangu tangu kuzaliwa kwangu ziondoke kwa damu ya Yesu. Ninaomba kila huzuni iliyopita tangu utoto wangu, ninaomba moyoni uondoe mwangu huzuni tangu kuzaliwa kwangu, tangu nazaliwa, tangu nikiwa nasoma, tangu nikiwa mtoto iliyopita tangu kuzaliwa kwangu, kila huzuni iliyopita moyoni mwangu kwa sababu ya niliyoyaona kwenye ukuaji wangu. Yesu uondoe, Yesu uondoe, Yesu ni rehemu na uondoe kila huzuni za kipepo zilizoingia moyoni mwangu, kila huzuni zilizoingia na zikafungua mlango wa mauti moyoni mwangu, usiondoe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila huzuni zilizopita maishani mwangu na zikazaa mauti, ninaomba usiondoe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, ninaondoa kila huzuni zilizopita kwenye moyo wangu tangu kuzaliwa kwangu, kila huzuni iliyojificha, kila huzuni iliyoingia kwenye moyo wangu, kila huzuni, kila sonona iliyokaa kwenye roho yangu na imefanya niwe na mwendo mdogo kwenye mafanikio yangu, kila huzuni toka ndani yangu, kila huzuni toka ndani yangu. Wewe huzuni ya kipepo, wewe huzuni ya kipepo, toka kwenye moyo wangu, toka kwenye moyo wangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafsi yangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye roho yangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu, kila
huzuni Rekomanda. ya kipepo Zarakata. ninaiondoa kwa Zarakataya. damu ya Yesu, Zarabababa. ninaikemea Zarabababa. kwa jina la Yesu. Zarabababa. Kila huzuni Wewe huzuni, zinazozaa toka ndani yangu. roho ya uchungu, Toka ndani yangu. toka ndani yangu, Zarakam. toka ndani yangu Kwa kwa jina jina la la Yesu Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu. Bwana Yesu, Neno lako linasema. neno lako linasema Yesu akasema. Yesu akasema Nina huzuni. nina huzuni Kiasi cha kufa. kiasi cha kufa. Nina huzuni. Nina huzuni Kiasi cha kiasi cha kufa. Usiku wa leo. Usiku wa leo Ninaomba. ninaomba Unirehemu. unirehemu Na unisaidie. na unisaidie. Huzuni iliyojaa kwenye moyo wangu. iliyojaa kwenye moyo wangu Kiasi cha kufa. kiasi cha kufa. Usiku wa leo. Usiku wa leo Ninaomba. iondoke ndani ya moyo ndani ya moyo wangu. Ninaamuru kwa damu ya Yesu. Kila huzuni inayoleta roho ya mauti kwenye maisha yangu. Toka. Kila huzuni inayosababisha sononeko ndani ya moyo wangu, ndani ya nafsi yangu. Toka kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Kila huzuni iliyozaa malalamiko kwenye maisha yangu. Kila huzuni iliyozaa dhiki ndani ya moyo wangu. Toka sasa hivi. Toka moyoni mwangu. Toka kwenye maisha yangu. Toka kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakemea kila huzuni za kipepo zilizofunika maisha yangu. Usiku wa leo ninaamuru zitoke kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, kemea. Baba, katika jina la Yesu ninakemea kila huzuni ya kipepo zilizoleta mauti kwenye maisha yangu, kila huzuni zilizozaa sononeko, kila huzuni zilizozaa lalamiko, toka kwa jina la Yesu, toka kwenye moyo wangu, toka kwenye moyo wangu, toka kwenye moyo wangu. Wewe huzuni unayenifanya niwe na moyo usio na shukrani mbele za Bwana, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu. Wewe huzuni unayezaa dhiki moyoni mwangu, toka 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 moyoni mwangu. Wewe huzuni ya kipepo uliyekaa rohoni mwangu, unayeleta mauti, unayeleta hofu, unayeleta manunguniko, unayenipa mwendo mdogo, toka moyoni mwangu, toka moyoni mwangu, toka moyoni mwangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe huzuni, toka kwenye mahusiano yangu, wewe huzuni, toka kwenye mwendo wangu, wewe huzuni, toka kwenye hatua zangu, wewe huzuni, toka kwenye mji wako, wewe huzuni, toka kwenye ardhi yangu, wewe huzuni, toka kwenye malango yangu, ninakukemea kwa jina la Yesu, ninakukemea kwa damu ya Yesu, toka malangoni pangu, toka malangoni pangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Wewe huzuni uliyezaa mabaya maishani mwangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Wewe huzuni uliyezaa dhiki, toka kwa jina la Yesu, ninakukemea, ninakukemea, ninakukemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe huzuni unayesababisha nisione baraka maishani mwangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka moyoni mwangu, toka rohoni mwangu, toka maishani mwangu, toka kwenye maombi yangu, toka kwenye fikra zangu, toka kwenye akili zangu. Wewe huzuni ninakukemea, ninakukemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka juu yangu, hauna mamlaka juu ya familia yangu, hauna mamlaka kwenye maisha yangu, hauna mamlaka kwenye kazi yangu, hauna mamlaka
mamlaka. Kwa jina la Yesu. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninauweka moyo wangu mikononi mwako. Ninaweka moyo wangu mikononi mwako. Usiku wa leo. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wangu. Kila huzuni iliyofunika moyo wangu. Usiku wa leo. Ninaamuru. Toka moyoni mwangu. Toka kwenye moyo wangu. Toka kwenye moyo wangu. Kila huzuni ya kipepo. Kila huzuni ya mashaka. Kila huzuni ya ila. Ninaamuru. Usiku wa leo. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye moyo wangu. Toka kwenye moyo wangu. Kila huzuni iliyozaa giza kwenye moyo wangu. Kila huzuni iliyozaa giza kwenye macho yangu. Usiku wa leo ninakung'oa kwa jina la Yesu. Toka ndani yangu. Toka kwenye familia yangu. Toka kwenye mji wangu. Toka kwenye malango yangu. Toka kwetu. Toka kwenye ardhi yangu. Toka kwenye ardhi yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Neno lako linasema kwenye Isaya 14 mstari wa 3. Tena itakuwa katika siku hiyo ambayo Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako na baada ya tabu yako na baada ya utumishi ule mgumu. Bwana asema Bwana Yesu usiku wa leo ninatamka raha kwenye maisha yangu. Raha kwenye maisha yangu. Sema Bwana Yesu ninakataa roho ya ukiwa iliyozaliwa na huzuni. Ninakataa roho ya ukiwa iliyozaliwa na huzuni kwa jina la Yesu. Kila roho ya ukiwa toka kwenye moyo wangu. Kila roho ya ukiwa toka kwenye maisha yangu. Kila roho ya ukiwa toka kwenye moyo wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kemea hiyo roho ya ukiwa. Kila roho ya ukiwa iliyozaliwa na huzuni toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka maishani mwangu. Toka moyoni mwangu. Wewe roho ya ukiwa toka kwa jina la Yesu. Toka maishani mwangu. Toka kwenye maisha yangu. Toka kwenye mji wangu. Roho ya ukiwa toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Neno la Mungu toka kwenye ardhi yangu. Atatupa raha badala ya ukiwa. Amen. Ukiwa toka kwa jina la Yesu. Ukiwa toka kwa jina la Yesu. Toka sasa hivi. 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 Toka kwenye malango yangu. Toka sasa hivi. Toka sasa hivi. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba unikumbuke na unipe kicheko kwa jina la Yesu. Ninaomba unikumbuke na unipe kicheko kwa jina la Yesu. Omba Mungu akukumbuke na akupe kicheko. Baba, katika jina la Yesu ninaomba unikumbuke kama ulivyomkumbuka Hana mtumishi wako. Yesu unikumbuke na unipe kicheko kwa jina la Yesu. Ndani ya mwezi huu nikaone kicheko. Nikaone kicheko kwenye kazi yangu. Nikaone kicheko kwenye biashara. Nikaone kicheko kwenye mahusiano. Nikapate kicheko. Kicheko na furaha viambatane nami kwenye uchumi wangu. Nikaone kicheko kwenye afya yangu. Nikaone kicheko. Yesu nikumbuke. Yesu nikumbuke. Nyanyua sadaka yako mtu wa Mungu. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka ambayo umenipa neema ya kuitoa kwenye madhabahu yako usiku wa leo. Kwa sadaka hii ninaomba uondoe huzuni na ninaomba unipe furaha, amani na kicheko. Ninaomba uondoe roho ya ukiwa kwenye moyo wangu. Kwa sadaka hii ninaomba rudisha bubujiko la furaha kwenye moyo wangu. Kwa jina la Yesu. Nyanyua sadaka yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa sadaka hizi ambazo watoto wako wamezinyanyua. Ninaomba Mungu uondoe huzuni kwenye maisha yetu. Ondoa huzuni kwenye makazi yetu. Ondoa huzuni kwenye mioyo yetu. Ondoa huzuni na roho zote za ukiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa sadaka hizi Mungu sababisha tuwe na mioyo ya
shukrani. Tuache mioyo ya manunguniko na malalamiko kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka baraka kwenye maisha yako. Ninatamka ongezeko kwenye maisha yako. Ninatamka furaha kwenye maisha yako. Ninatamka ukiwa wote umeondoka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ninaomba uondoe huzuni moyoni mwangu. Ondoa huzuni kwenye wokovu wangu. Ondoa huzuni kwenye maisha yangu. Usiku wa leo ingia kwa upya moyoni mwangu. Roho ya ukiwa iondoke ndani ya moyo wangu kwa jina la Yesu. Andika jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu katika jina la Yesu. Amen. Kwa kusema hivyo, mtu wa Mungu, basi utakuwa umeokoka na utatuma jina lako kwenye namba 0655108869 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, ukiwa na changamoto zozote, basi tunakuruhusu utatupigia simu au utatutumia SMS kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869, na Mungu atakubariki sana kwa jina la Yesu. Lakini pia utatutafuta kwenye hizo namba na tutaweza kukuunga kwenye magrupu yetu ya maombi kama bado haujajiunga. Usiku wa leo ninatamka huzuni imeondoka kwenye moyo wako. Amen. Ninatamka huzuni imeondoka kwenye moyo wako. Amen. Ninatamka ukiwa umeondoka kwenye maisha yako. Amen. Ninatamka kicheko kimeibuka tena. Amen. Ninatamka furaha imeibuka tena. Amen. Ninatamka huu ni mwezi wa kukumbuka na Bwana, na Mungu akakumbuke maisha yako. Amen. Mungu akakumbuke nyumba yako. Amen. Mungu akakumbuke ndoa yako. Amen. Mungu akakumbuke mambo yote ambayo unayatafuta kwenye maisha yako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Ninakubariki mtu wa Mungu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Amen.